Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala habibihi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi salatan yukhrijuna biha min dhulumati al-wahmi wa yukrimuna bi nuril fahmi wa yudhhiru lana ma ashkala hatta yafhama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa a'lamu kulli shay. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu yangu wa ukae mezani, Bwana Jafu, lakini kaka yangu Sheikh Asmani wa Kaporo, Sheikh mwenye wilaya yake Sheikh Abdallah bin Eidi, wote kwa ujumla pamoja na ndugu zetu wa habari, niwasalimie kwanza kwa maamkizi mema, maamkizi yenye baraka tele, maamkizi yenye kusheheni amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kazi yangu ni kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi. Nitangulize wakati nakuja katika ukaribisho wake kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kutoa pongezi kwa taasisi hii ya Ibn Hazm kwa kazi kubwa inayofanya, ambayo tutaka kuitia katika mizani ya kazi zinazofanyika duniani haina mfano. Ndio kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kuiokoa dunia hii baada ya kuwa kishaweka kila kitu, na msimamizi ambaye ndio mwanadamu, ndio sisi, hakutoshelezeka ili dunia iwe safi, pahala pa kuishi, mazingira yawe kubalifu, ila kwa kuleta kitabu cha Qur'an. Baba yetu Adam alayhi salamu anaondoka kule na kuja huku, wote tunajua historia. Kwa mazoea aliyokuwa nayo alipowekwa, alikuwa na wasiwasi huko anakuja kuishi vipi. Na hii ndio desturi ya mwanadamu. Hata mimi nilozoea kuishi Magomeni, ukiniambia sasa nenda kaishi Kigamboni, nitahofu kile. Naendaje? Nitakula nini? Tazama kama bwana hawa kwa sasa mambo Dodoma kidogo washaistabisha, washajipanga kila kitu, miaka 30-40, ghafla namba ngoma Dodoma. Adam naye alikuwa hivyo. Mwenyezi Mungu alimwambia la ona vitu minha fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Nenda, sitokuacha hivi hivi, nitakuletea namna ya kuishi kupitia katika miongozo yangu. Na anajua Mwenyezi Mungu kikubwa kinachomtia taabu mwanadamu viwili: huzuni inayosababishwa na mashaki na matatizo yaliyotangulia, nikamleta katika huzuni, lakini hofu kubwa ya kimaumbile aliyoumbwa nayo mwanadamu. Kaambia hayo mawili kutoyapata kwa miongozo. Mwongozo huu umekwenda ukinyambuliwa taratibu, umepitia vituo takriban 120 na kitu kwa mujibu wa idadi ya mitume, mpaka kuja kukomea wote kwa ukamilifu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismil Qur'an, Bismil Qur'an ndio kifutio hasa cha hofu na huzuni zetu. Kwa lugha nyingine, kuna Qur'ani ikikosekana na kuwekwa sehemu yake, ndio dunia kama tunavyoiona. Uwe na kila kitu umesheheni, lakini ukiamka asubuhi vitu hivi vinatawala, hujui jioni itakuwaje, kwa uoga, lakini pia una huzuni kubwa kwa namna ulivyoishi jana. Taasisi hii Mwenyezi Mungu aiongezee nguvu, amin, kwa sababu inachokifanya ni kuithibitisha Qur'ani katika vifua. Leo mgeni rasmi
na wengine wote mashahidi. Kuna muasasati nyingi sana ambazo kwamba kila muasasa inakuja na fikra yake. Yani tunaishi katika al-alamul fikri, ulimwengu wa kifikra. Huyu anakuja na fikra hii, huyu na hii, na wanaokusudiwa ni vijana, watoto wadogo. Sina haja kutoa mifano mingi. Sasa hivi vitabu kubwa waliopata waheshimiwa hao ni kuhusiana na suala zima la mmomonyoko wa maadili kwa namna tofauti. Na sasa kuna masala ya ushoga. Wenye taasisi hiyo wanakusudia, na mimi alhamdulillah kwa udarueshi tu na dawa na safiri naona wanakusudia katika kila kituo apatikane angalau ushoga. Ni juzi kwa South Africa. Kule katika watu waliowatembelea ndugu zangu wengi, nilikwenda mmoja katika saluni yake, nikamkuta kuna shoga yupo. Namuuliza, Ali, huyu vipi sasa upati leseni ya biashara kama huyu hapo? Keta juzi tu upati mambo mengi, utapewa leta hiki utaleta, mwisho yupo japo mmoja hapo amna. Basi wewe fanya biashara na sisi, hatukupi leseni. Sasa shekhe wangu mmoja na inamtaja rahmatullah alayhi, Sheikh Suleiman bin Imran Kiremire, aliniambia huwezi ukaujua mkao wako sharti uone mkao wa mwenzio kwanza. Huwezi ukajijua wewe umekaaje, mtizame mwenzio utajijua wewe umekaa, umenyosha miguu au umepiga. Nabii tunaposikia haya tusio huko la, tunaishi ulimwengu huo kisiwa hicho kinachoitwa dunia, na fikra zote zinazokuja huku zinaanzia huko afu tunazipokea. Sasa hiyo ipo. Nataka siku moja waone hotelini kuna shoga, hospitali daktari mkubwa japo mmoja profesa shoga, barabarani trafiki japo mmoja ndio katika hao. Wallahi itakwenda mpaka msikitini apatikane kama Suleiman mwadhini jamani katika watu. Mimi napenda kama hivi na nyinyi mnapenda kucheka. Tatizo lenu nikisema mawaidha mnaona burudani, lakini hiyo ni hali ya mbele. Mtume Muhammad katika safari yake ya Taif kule alipigwa, sote tunajua, alipigwa akateseka sana. Akasema maneno mengi kumwambia Mwenyezi Mungu. Kuna neno moja alimwambia Mtume, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume, sitaki kutaja yote. Alisema ila man takiluni yao. Aliteremka akasema ila man, unaniachia nani mimi Mungu? Unaniachia nani? Wewe ndio ulomtuma kazi hii ya dawa. Mimi napigwa umekaa kimya. Unaniachia nani? Hapa Mwenyezi Mungu akataka kuonyesha kitu. Akamletea wakumletea wamsikilize yeye, na bahati nzuri ilikuwa ni nguvu kubwa sana ya kuangamiza hata ulimwengu wenyewe. Tunalikataa kaambia Mwenyezi Mungu sio hicho. Hao usiwao. Kwa sababu hawa watakuja kuzaa hawa. Kama wao hawanikubali, inni arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a. Nikitarajia mimi migongoni mwa hao. Naona vision ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa tushamalizana nao, lakini watakuja kuzaa hao ndo nawataka mimi ili wapate kumwabudu Mwenyezi Mungu na wasipate kumshirikisha na chochote. Huo ni mtizamo uliotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuangalia mbele tunachokizaa kitakuwaje, kitasimama vipi. Katika lugha za Qur'ani kuna lugha inaitwa lugha khalfiyya. Succession. Yani baada ya wewe Sheikh Apollo nani hapa? Nyumbani kwako baada ya wewe atasimama nani? Mtaani kwako katika wilaya yako Sheikh Abdallah baada ya wewe atasimama nani kama ulivyosimama wewe? Hakuna njia ya kutufikishia huko isipokuwa kuhakikisha kila tunamkusudia, ikiwa ni engineer awe na msaafu, ikiwa ni daktari awe na msaafu, ikiwa ni mtu wa barabarani awe na msaafu, ikiwa waziri wa mazingira naye awe na msaafu, ili isije fakhalafa min ba'dihim khalfun wada'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yulqawna ghayya. Na wapongeza sana, na inshallah kwa hiki kilichotushikia Sheikh Apollo, wewe mwenzangu sana kakangu, tutatafuta njia, kila mmoja atafuta cha kufanya, lakini tuone hili wimbi linalokuja la kutaka maimamu mashoga lisipatikane. Mwenyezi Mungu ajalie kila la heri.